Umoja wa Ulaya EU hautambui uhalali wa rais wa mpito wa Venezuela Delcy Rodriguez kama vile ambavyo haukutambua uhalali wa Nicolas Maduro, lakini utadumisha ushirikiano uliolengwa na mamlaka ya jamhuri hiyo. Hii ni kwa mujibu wa msemaji wa tume ya Umoja wa Ulaya Anita Hipa, ambaye amezungumza hayo katika mkutano mfupi huko Brussels. Delcy Rodriguez ndio punde tu ameapishwa kama rais wa muda wa Venezuela. Mamlaka nchini Venezuela ilipata mamlaka yao kutoka kwa mchakato wa uchaguzi ambao ulishindwa kuheshimu matakwa ya watu kwa ajili ya mabadiliko ya kidemokrasia. Ingawa hatutatambua uhalali wa rais Maduro na vilevile kwa Delcy Rodriguez, kama vile tutadumisha ushirikiano uliolengwa katika mamlaka yote ya Venezuela ili kulinda maslahi yetu, Hipa aliongeza, akielezea matakwa ya Umoja wa Ulaya kwa wakati huu juu ya kumtambua Delcy Rodriguez ambaye alikuwa ni makamu wa rais wakati utawala wa Nicolas Maduro na sasa ameapishwa kuwa rais wa Venezuela. Inatajwa kwamba baada tu ya kuondoka kwa Maduro, Urusi ilifanya mawasiliano makubwa na Rodriguez, na inadaiwa kwamba moja kati ya mambo ambayo yanatajwa huenda amezungumzwa ni namna ya kuendeleza uhusiano uliopo kati ya Urusi pamoja na Venezuela. Urusi imekaribisha juhudi za mamlaka ya Venezuela kulinda mamlaka ya serikali na maslahi ya kitaifa, Wizara ya mambo ya nje ya Urusi ilisema katika taarifa yake. Wizara hiyo ilibainisha kuwa Januari 5 makamu wa rais mtendaji Delcy Rodriguez aliyekula kiapo kama kaimu rais wa Venezuela kutokana na uamuzi wa chumba cha katiba cha mahakama ya juu. Hatua hii inaonyesha azma ya serikali ya Bolivia ya kuhakikisha umoja na kuhifadhi muundo wa nguvu na wima uliowekwa kwa mujibu wa sheria za kitaifa, kupunguza hatari za mgogoro wa kikatiba na kuunda mazingira muhimu kwa ajili ya kuendelea kwa amani na utulivu wa Venezuela katika kukabiliana na vitisho vya ukoloni mamboleo na uvamizi wa silaha kutoka nje. Tunakaribisha juhudi za serikali chini ya nchi hii, ilisema taarifa kutoka Wizara ya mambo ya nje ya Urusi ambayo imekubaliana na mpango wa Delcy Rodriguez kuwa rais wa taifa hilo la Venezuela. Wizara hiyo iliongeza kuwa Urusi iko tayari kuendelea kutoa msaada unaohitajika kwa sasa kwa Venezuela popote pale ambapo Rodriguez ataeleza nini ambacho kitakuwa kikimsibu, licha ya kwamba rais wa Marekani Donald Trump ameweka wazi kuambia ulimwengu kwamba Rodriguez yatamkuta makubwa zaidi kuliko aliyomkuta rais Maduro, akisema kwamba ikiwa hatakubaliana na mipango itakayowekwa na Marekani basi atajiingiza katika hatari zaidi, huku Urusi ikisema kwamba itamlinda Rodriguez. Na wakati huu mipango inayoendelea nchini Venezuela ni kuhakikisha imeundwa tume maalum ya kuhakikisha anarejeshwa nyumbani Nicolas Maduro. Urusi imesema kupitia wizara yake ya mambo ya nje kwamba kwa upande wetu tunaeleza utayari wetu wa kuendelea kutoa usaidizi unaohitajika kwa Venezuela rafiki yetu. Tunashikilia kwa dhati kwamba Venezuela lazima ihakikishiwe haki ya kujiamulia hatima yake bila kuingiliwa na mambo ya kigeni, taarifa hiyo ilisema. Urusi imesema inasimama kwa mshikamano na watu wa serikali ya Venezuela na inamtakia kaimu rais Rodriguez mafanikio katika kushughulikia changamoto zinazoikabili jamhuri hiyo ya Bolivia, Wizara ya mambo ya kigeni ilisema tia waziri wake wa mambo ya kigeni Lavrov. Tunathibitisha tena kuendelea kwa mshikamano wa Urusi na watu wa Venezuela na serikali. Tunamtakia kaimu rais Rodriguez mafanikio katika kushughulikia changamoto zinazoikabili jamhuri hiyo. Mnamo Januari 3, waziri wa mambo ya nje wa Venezuela Ivan Gil Pinto alisema kuwa Marekani ilishambulia vituo vya kiraia na kijeshi huko Caracas, akitaja vitendo vya Washington kuwa ni uchokozi wa kijeshi. Hali ya hatari ilitangazwa nchini Venezuela. Rais wa Marekani Donald Trump akathibitisha kuwa Marekani imefanya mashambulizi makubwa dhidi ya Venezuela na wamemteka Nicolas Maduro na mkewe. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.